Yes, bwana uko poa mwanafamilia na mdau wa Uncle Jay Simulizi. Bwana kama uko poa, ni kukaribisha kwenye sehemu ya pili ya huu mzigo kuitwa Ice UK. Umekumbuka hii ni chapter 6 mtu wangu, na nikukumbushe pale tulipokuwa tumeishia katika sehemu iliyopita ni ambapo bwana mambo yalikuwa yananoga kweli kweli. Hususan Rani alikuwa amewekewa walinzi ikisemekana yeye ni mtoto wa rais. Sasa je, Rani atakubaliana na hao walinzi? Na je, hao walinzi wametumwa na nani? Ni mpango wa nani kumwekea Rani walinzi? Bwana karibu katika hii sehemu ya pili tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea baada ya Rani kupokelewa pale na walinzi, na anaambiwa kabisa kwamba wewe kwa sababu ni mtoto wa rais na sisi ndio walinzi wako, tutakulinda, tumekuja kukupokea. Bwana mambo matamu, karibu mtu wangu. Walitoka ndani ya uwanja wa ndege huku askari walikuwa wamepewa jukumu la kumkamata wakibaki tu wanamtazama, kwani amri yao ilikuwa imetenguliwa na aliyowapa amri hiyo ndiye rais. Naona jamaa walikuwa na ucho kukudaka, ona walivyojiandaa. Ndio bekula kwao. Laiti wangejua wangenikamata sasa hivi, kwani ninachokwenda kumfanya rais wao hawatakuja kukaa na kuamini. Wakiwa katika kutazama ni taksi gani wanapaswa kuweza kuingia, gari mbili nyeusi aina V8 zenye namba za serikali zilifunga breki mbele yao, na wakashuka wana usalama 6 wakiwa wamevalia suti nyeusi na kusimama mbele yao. Naitwa Agent Petro. Unahitajika kuongozana nasi kuanzia hivi sasa. Tutakuwa ni walinzi wako kama vile sheria inavyohitaji ulinzi kwa watoto wa viongozi, hususan mtoto wa rais. Rani na Naima wakabaki wakiwa wameduaa huku wakiwatazama wana usalama hao ambao hawakutarajia jambo kama hilo kutokea kwa wakati huo. Okay. Samahani. Nani mawaagiza? Mmoja wa wana usalama alitoa simu mfukoni na kisha akasema ndio. Okay, sawa mkuu. Kijana huyo akampatia simu Ryan. Ryan akaiweka simu hiyo sikioni mwake. Yes, hello. Ni mimi naongea. Hili ulilolifanya anajua? Ndio. Watakuleta moja kwa moja ofisini kwangu. Nina mazungumzo ya kina na nyinyi. Rani alikata simu na kisha akamrudishia mwana usalama huyo. Wakaingia ndani ya gari la nyuma na kisha wakaondoka uwanjani hapo. Rani, ni nani kaifanya yote haya? Maxi anatuhitaji ofisini kwake. Okay, sawa. Naam, kweli walifika ofisi ya makamu wa rais ambaye kwa sasa ni mzee Max. Baada ya kushuka ndani ya gari, walipelekwa moja kwa moja mpaka ofisi ya Max. Kwanza niseme poleni kidogo kwa sababu nimewashtua. Hakuna tatizo mzee, shikamoo. Marahaba. Natambua kwamba mna njaa, kwa hiyo mnaandaliwa chakula kidogo kwa ajili ya kuweza kula. No. Hapana mzee wangu. Tumeshakula ndani ya ndege na hapa tunapozungumza nawe sisi tuko full kabisa. Okay. Sawa. Kwanza niwape pole. Poleni sana kwa yaliyotokea. Naamini mmefahamu nini ninachokizungumzia. Naenda kwenye pointi ya msingi mzee wangu. Hapo mzee Max ilibidi akae kimya kwanza kwa sekunde kadhaa na kisha alimtazama Ryan usoni mwake. Okay, sawa. Sasa mkuu anahitaji niandae chakula cha usiku nyumbani kwangu. Niwakaribishe nyinyi wawili kwa ajili ya mazungumzo ya kifamilia. Najua siku zote mnatambua kwamba familia zina mahali zinapishana, ila zinapokuja kwenye swala zima la kujenga basi zinakuja kukaa kwa pamoja kwa ajili ya kuunda kile wanachoamini ni kizuri kwa ajili yao.
umekuwa ni mwanasiasa mzuri sana. Ni mara ngapi Ghost amejaribu kuweza kuniua, ikiwemo hii ya leo ambayo ilitangaza kwamba mimi ni gaidi, ikiwa nyinyi kipindi ambacho hamjashika serikali mliongoza kwa fadhili magaidi wa Al-Shabaab, silaha pamoja na mabomu, na pia msaada wa kuingiza nchini, na mwisho wa siku Al-Shabaab wakaenda kuwaua wanafunzi wa watu ambao hawakuwa na hatia. Sasa tukiongelea ugaidi, nani hapo ni gaidi? Ryan, ni kweli ni makosa yaliyofanyika, ila Ryan, hakuna mambo ambayo hayazungumziki. Hivyo ningewaomba sana leo usiku moja kupata chakula cha usiku pamoja. Ryan akataka pale kuongea, ila Naima alimzuia kwa ishara ya mkono. Okay, sawa, mwambie tutakuja. Naima, Ryan, siku zote maji na mafuta hujitenga. Kama watatualika kwa wema, basi tutafika, ila kama watatualika kwa lengo la kutudhuru, basi watambue kwamba dunia nzima itakwenda kufahamu maovu yao waliyofanya. Yaani dunia nzima itashuhudia unyama wao, na zile tulizowatumia zilikuwa ni chache tu. Full mzigo upo sehemu. Yaani kitendo cha kushambuliwa tu basi zinapanda hewani, na wananchi hawatokana kuamini kwamba rais na makamu wake waliowakabidhi nchi ni magaidi wa kupindukia. Naima alizungumza kwa msisitizo sana. Rani akasema sawa. Mzee Max naye akasema pia sawa. Basi mimi nitawahakikishia kwamba hakuna linaloweza kutokea. Saa 2 usiku mtafuatwa pale mtakapoweza kunijulisha mpo, na kisha dereva atakuja kuwachukua hapo mlipo. Okay, sawa, kuna shaka. Na vipi kuhusu Vivian? Vivian, kusema ukweli, anaendelea vizuri. Na nilizungumza naye, nilimpa wazo la kama anahitaji kwenda nchi yoyote basi aweze kuchagua na kisha aende. Kwenda kufanya nini? Kuanzisha maisha mapya yeye pamoja na mtoto. Kwa hiyo ni njia kunitenganisha mimi na yeye, ndio maana yake ama? Hapana, sijamaanisha hivyo Ryan. Ila ni nini? Unajua maisha yako yana mizunguko mingi. Huna sehemu moja kukaa na ukatulia. Kwa hiyo nimemtafutia kile kilicho bora kwa ajili yake. Nisikilize mzee Max. Vivian hawezi kuondoka nchini bila ridhaa yangu. Kama mnashauriana au mmekubaliana, naomba katisha hilo swala. Acha sisi tuondoke sasa. Ryan akawa wa kwanza kusimama na kisha akafuatia Naima. Naamini itawasaidia. Mzee Maxi alimrushia Ryan funguo ya gari. Alitazama na kisha wakatoka nje. Ryan aliminya pale batani katika funguo aliyokuwa amepewa. Gari moja ilionekana kuwasha taa ikiashiria kwamba ndio gari husika ya funguo hiyo. Wow. Ford. Hizi gari nazikubali sana ise. Naima alizungumza huku akitazama gari hiyo. Endesha basi kama unazikubali. Ryan alimkabidhi funguo na kisha alizunguka upande wa pili. Wakaingia ndani ya gari hiyo ambayo ni mpya kabisa. 0 kilomita. Wameshaanza kutumbua sasa kodi za wananchi. Uwezi jua. Utakuta labda katununulie zawadi. Naima, tuondoke bwana. Sina amani kabisa mimi kuendelea kuwepo hapa. Okay, sawa. Kweli walianza kuondoka eneo hilo kwa mwendo wa taratibu, huku kimya kitawala ndani ya gari hii. Unasikia hii ngoma? Jinsi inavyonesanesa kwenye tuta. Unapenda sana magari Naima? Sana. Ila kuna gari zangu yani kama hizi. Huwa nikiziendesha nahisi kama vile naendesha ndege. Daya bwana. Wakafika Palm Village na moja kwa moja wakaelekea katika nyumba ya Ryan. Ryan alifungua pale mlango kwa kutumia alama ya kidole gumba na kisha wakaingia ndani. Wow. Muonekano hapa juu ni mzuri sana. Unavutia kwa kweli. Na ndio maana nimechagua kuweza kukaa hili eneo.
Kwa hiyo hapo umepanga kwa muda gani? Mwaka mzima. Kwa nini usiponunue tu? Sikutarajia kama naweza kukaa kwa muda mrefu kiasi hiko. Okay. Hapo sawa. Naima, naomba uniamshe saa 1. Usiku acha nimalizie usingizi wangu vizuri kabisa. He? Huyu jamaa mbona analala sana, unaumwa ama? Hapana, kwani kila anayelala huwa anaumwa? Unajua kwamba kuna lisali moja umeweza kunidhurumu ndani ya ndege kwa wasiwasi wako. Hivyo acha nilale kwanza kidogo. Okay. Niache nimalizie programu yangu ninayoiunda hapa. Ryan alijibwaga kitandani na ukupita muda usingizi mzito uliweza kumpitia. Msikilizaji, kwa upande wa pili ilionekana taarifa inatolewa ya kwamba operesheni hii ni ya kuua. Nahitaji kesho kuwa kuna msiba wa taifa. Msiba utakaolisimamisha taifa. Najua mna mafunzo makubwa sana na sitohitaji makosa. Sawa mkuu. Makomando hao 7 wenye mafunzo ya hali juu na wenye kujua mbinu nyingi mno wakatazamana pale. Kisha anayeshughulika na masuala ya IT akakata pale simu hiyo iliyokuwa imepigwa kwa mfumo wa video call. Mmoja wao akakunja pale karatasi kubwa na ngumu iliyokuwa imechorwa ramani ya nyumba. Walitazama ramani hiyo huku kiongozi wao akitoa maelezo ya namna gani wanavyoweza kufanya shambulizi la nguvu na kumpata yule waliokuwa na mhitaji. Sikilizeni. Dakika 30 tunaingia na kutoka. Tunaelewana? Ndio. Kila mmoja apate muda wa kupumzika, kwani kazi iliyopo mbele yetu ni kubwa sana. Mwenye kucheza game alicheza, mwenye kupitia mambo kwenye mtandao alipitia mwenyewe, mwenye kusikiliza mziki alisikiliza. Hii yote ni kupata muda wa kupumzika kabla ya kazi iliyopo mbele yao. Msikilizaji, timu ya ulinzi ilizidi kuongezeka katika nyumba ya makamu wa rais, yani Mzee Max, kwani ujio wa rais katika nyumba yake ni lazima tu namba ya walinzi badilike. Kila kitu kiko tayari mkuu. Mlinzi mkuu alimwambia Max, na hii ni mara baada ya kuhakikisha kwamba kila sehemu ulinzi ulikuwa umemalika. Mzee Max akatazama saa yake mkononi, ilikuwa ni majira ya saa 1 na dakika 20. Ile gari nilowapatia ina GPRS. Hebu fuatilia kujua hiyo gari iko wapi. Wapo Pamvireji mkuu. Okay, sawa. Mzee Max akaelekea jikoni na kuwakuta pale wapishi wakiendelea kushughulika na upishi wa chakula cha usiku. Karibu sana mheshimiwa. Asanteni, nyinyi endeleeni tunakupika. Sawa mkuu. Kwa hiyo wapishi wakaendelea pale kuandaa hiko chakula. Mzee Max akarudi eneo ambalo anahifadhia chupa za vilevi. Alitazama chupa hizo na kisha akachomoa chupa moja ya waini ambayo mke wake alikuwa anaipenda sana kuitumia enzi za uhai wake. Aliweka chupa hiyo ya waini katikati ya meza iliyokuwa imezungukwa na viti 12. Inabidi leo wapate surprise. Mzee Max alizungumza huku akitabasamu. Mkuu, wageni wamefika. Wakaribisheni ndani. Mzee Max alizungumza huku akitembea kuelekea mlangoni. Akapokea wageni wake ambao alikuwa amewaalika nao kwa ajili ya chakula hiko cha usiku. Akawaambia, jisikieni mko nyumbani na mwe na amani kabisa. Wakamwambia, tunashukuru sana baba. Hapo Mzee Max akawakarimu wageni hao kwa upendo wa hali ya juu. Alitazama saa yake mkononi na kisha akajiuliza, hivi hawa wasije wakawa wameingia mitini yao wakanitia aibu mimi. Mzee Max alizungumza kwa sauti ya chini, na ndipo ghafla simu yake ilianza kuita. Alitoa mfukoni na kuona ni namba ya swaiba wake Ghost, ambaye kwa sasa ndiye mheshimiwa rais. Max akasema, ndio ndugu yangu, nakusikia. Nipo njiani, ninakuja hapo. Karibu sana. Hao jamaa zako vipi? Watafika muda so mrefu. Sawa Max, tutaonana baada ya dakika chache. Sawa. Mzee Max alikata simu huku akijiuliza maswali mengi, kwani hana namba ya mawasiliano ya Naima wala Ryan, kwani ni watu ambao wanabadilisha namba kila kukicha. Kwa upande wa pili tunapata kumwona Naima akimsifia Ryan kwa kumwambia kwamba hiyo suti nyeusi imekupendeza. Naima alizungumza huku akimtazama Ryan aliyekuwa anavaa tai ndogo shingoni mwake.
Imependeza kila piga miayo. Tutaenda kula koko. Unaweza kusema kwamba labda afisa fulani hivi wa Benki ya Dunia. Umeanza kujipendelea. Hebu mpigie Max mwambie kwamba hakuna haja ya kutuma dereva. Okay, sawa. Daima alianza pale kutembea kuelekea mezani na kumfanya Ryan kumtazama Naima kwa nyuma, kwani alikuwa na shape wastani ambayo imebanwa hivi na gauni refu jekundu na lenye mpasuo mkubwa hadi karibia na kiunoni. Lilikuwa ni gauni ambalo lilimfanya Naima apendeze kweli kweli. Mzee Shimako. Salama, nina wasiwasi sana, mko wapi? Tunajiandaa, hivyo huna haja ya kuweza kututumia dereva. Wahini jamani, chakula kinapoa. Okay, sawa. Naima alikata simu huku akichukua kipochi chake kidogo na kuweka kisu kidogo cha kukunja pamoja na bastola. Rani akaichomeka bastola yake kiunoni kwa nyuma na kisha akaifunika na koti la suti. Unajua kiatu ulichonichagulia umenipatia sana. Na ndio maana nakwambia nina jicho la kuchagua. Wewe unataka kuvaa raba kweli? Unakwenda nyumbani kwa makamu wa rais na raba? Naima alizungumza huku akitoka pale na kufunga mlango. Walishuka hadi chini, waliingia ndani ya gari na kisha wakaondoka huku wakifuata maelekezo waliokuwa wametumiwa na mzee Max namna ya kufika eneo analoishi. Walifika nyumbani kwa mzee Max na mtaa mzima ulikuwa umeimarishwa ulinzi kutokana na gari yao ni moja ya gari ambazo mzee Max aliwapa walinzi taarifa ya kwamba zitafika nyumbani kwake, hivyo aliweza kuruhusiwa kuingia katika mtaa huo tofauti na gari za aina nyingine. Wakafika getini, wakashusha vioo. Wanajeshi wanaolinda geti hili, mmoja wao akatazama sura zao kwenye kompyuta iliyomo ndani kibanda cha kupumzikia pale getini. Akasema waruhusuni hao wapite. Wanajeshi huyo alipotoa amri na kweli waliruhusiwa kuweza kuingia ndani. Kweli maisha yanabadilika. Kwa nini? Yaani leo mtaa mzima umefungwa kisa Max eti ni makamu wa rais. Jamani. Mpaka Ryan mwenyewe alijikuta anacheka huku akimtazama askari aliyekuwa anawaelekeza ni wapi akasimamisha gari. Wakashuka ndani ya gari. Samahani, mnapaswa kuweza kukaguliwa. Mlinzi huyo alizungumza huku akiwa ameshika kifaa maalum cha ukaguzi. Akakipitisha kuanzia kifuani mwa Ryan kufika kiunoni, kifaa kikatoa mlio. Ryan alitoa bastola yake na kisha akamkabidhi mlinzi mwingine wa pembeni. Kifaa hicho kikaendelea pale kuskani. Mkanda ule labda imepiga kelele. Rani alijitetea baada ya kile kidude kupiga alamu ya mara ya pili. Akamonyesha mlinzi huyo mkanda wake. Akaendelea kukishusha chini kile kifaa, kikatoa mlio katika miguu yote miwili. Rani alichoma bastola aliyokuwa amechomeka kwenye socks ya mguu wa kushoto na mguu wa kulia alikuwa ametoa kisu alichokuwa amekichomeka nacho pia alikuwa amekichomeka kwenye socks. Ukaguzi ukahamia kwa Naima. Naye akatoa bastola pamoja na kisu vilivyomo ndani ya pochi yake, huku kwenye paja la kushoto akitoa bastola aliyokuwa ameifunga na kibebeo chake kwenye paja lake. Okay, mnaruhusiwa kuingia sasa. Wakaingia ndani, wakakaribishwa pale na mzee Max. Oya mzee, unajua tumechukuliwa silaha zetu zote. Ni jambo la kawaida, naamini mnaelewa. Okay, sawa. Karibuni sana jamani. Ving'ora vya gari za msafara wa rais vikawafanya wote kutazama getini. Okay, acha sisi tuweze kuingia ndani bwana. Ryan pamoja na Naima walifika sebleni na kukaa. Ghost alifunguliwa pale mlango na mpambe wake alishuka ndani ya gari. Wakasalimiana pale na Max na kisha wakaingia ndani. Hamjambo. Ghost alizungumza huku akimtazama Naima na Ryan machoni mwake. Shikamoo. Walisalimia pale kwa pamoja na wote wakakaa kwenye sofa zilizopo sebuleni hapo. Marhaba. Jamani, naombeni mnivumilie kwa muda mchache kwa maana kwamba chakula ndo kinamaliziwa kuandaliwa. Mzee Max alisema hivyo. Wakamjibu pale kuna shida. Mzee Max akaondoka hilo eneo. Naima naye akasimama na kuondoka na kudai kwamba anaelekea chooni na kuacha Ryan pamoja na baba yake. Ambapo jinsi Ryan alivyokuwa anamtazama Ghost, hasira ilikuwa inampanda kutokana na kuhusika na kifo cha dada yake, huku kwa mara kadhaa akijaribu kumuua bila mafanikio. Unaonekana una afya njema Ryan.
Wewe mzee, ulitaka unikute nimekondeana nimepauka alafu ili weje? Hapana, maana yangu haikuwa hiyo. Kwa hiyo maana yako ni ipi mzee wangu? Ulitaka kuona kwamba matundu ya risasi kama ulivyokuwa unawatuma watu wako kwa mara kadhaa kuja kuweza kuniua, si ndio? Unajua Ryan, hakuna baba duniani anayeweza kumuua mwanae. Hebu nitolee ufala wako ese. Sasa Ryan, inabidi uchunge kauli zako. Tambua unazungumza na baba yako, na pia unatakiwa utambue kabisa kwamba unazungumza na rais wa hii nchi. Leti kama usingekuwa dereva wa babangu, naamini mamangu asingekutana na mwanaume mpuzi kama wewe, na wala tusingezaliwa na mtu mwenye roho mbaya kama wewe. Maneno ya Ryan ilimfanya Ghost ashtuke kidogo, kwa maana historia ya maisha yake ya nyuma anaamini kabisa watoto wake hawaifahamu. Unashtuka? Yaani leti kama ungejua mimi ninajua kila kitu kuanzia kuhusika na kifo cha babu, usingejibaraguza mbele yangu. Eti ya kwamba wewe ni mwema. Wewe ni mwema? Hapo ghafla mzee Max alirudi sebuleni hapo. Jamani, karibuni sana mezani, chakula kiko tayari. Ghost akawa ndo wa kwanza kusimama. Alielekea kwenye meza ya chakula. Mimi namsubiria Naima. Naima huyu hapo, mbona anakuja? Kweli walijumuika wote katika meza hiyo yenye vyakula vilivyokuwa vimeandaliwa vizuri kabisa. Kuna wageni wengine ambao nimewaalika kwa ajili ya chakula hiki cha usiku, ila kabla sijawaita, nahitaji tuzungumze kama wanafamilia. Naima, umekuwa ni mwanafamilia kwa kipindi kirefu, umekuwa pamoja na sisi. Hapo mzee Max akakaa kimya kwa sekunde kadhaa na kisha akaendelea kuzungumza. Kwenye familia yote, watu kugombana au kupishana ni jambo la kawaida. Hata sisi na wake zetu ambao tuliwapenda kwa mioyo yetu, ilifikia wakati tunagombana, tena tunagombana sana, ila mwisho wa siku tunarudi kwenye mstari. Nyinyi ni sawa na watoto wetu. Ni kweli tulikosea kwenye baadhi ya maeneo kutokana na mitazamo yetu, lakini kugombana kwetu kweli ilifikia hatua tukavuka mipaka ya kushikiana mitutu na kutumiana watu kwa ajili ya kuua. Kwa hilo ni kiri, ni kweli tumelifanya, ila naamini shetani alijaribu kuingilia kati ili mradi tu tusifike hapa tulipoweza kufika. Wakati mwingine ninakaa na kutafakari ukuu wa Mungu kwetu. Imekuwaje hadi sasa tukawa hai na tumekaa meza moja kama hivi? Yote katika yote ni ukuu wake, na ndio unatufanya hadi sasa hivi sisi kuendelea kuwa hai. Ryan pamoja na Naima, nipende kuwaomba msamaha kwa pale ambapo tumekosea. Kwa upande wangu mimi sina kinyongo na nyinyi. Naam. Hapo Ryan na Naima wakatazamana na kisha wakamgeukia Ghost ambaye muda wote ye Ghost alikuwa kimya tu. Ni kweli nimefanya mambo mengi sana maovu. Ghost alijitetea hivyo na kisha kakaa kimya kwa sekunde kadhaa. Unajua, tamaa za kufanikisha au za kunifikisha hapa ndizo ambazo zimepelekea nimejikuta nimefanya mambo mengi ajabu kiasi cha kuvuka mipaka yangu kama baba. Wivu wa kuona mtoto wangu mwenyewe anafanya kazi na watu wengine tofauti na familia, wivu huo ulinifanya nikavuka mstari na kujikuta nikifanya maamuzi ajabu. Hadi pale leo ndipo nilipogundua kwamba mimi sio mtu mwema. Mimi ni mtu mwovu ambaye hata hichi kiti nilichokikalia sipaswi kabisa kuweza kukikalia. Ghost alizungumza kwa sauti ya upole na yenye unyonge. Muda mwingine huwa ninakaa najiuliza, ni kwa nini namchukia mimi mwanangu mwenyewe tena wa kumzaa? Kiukweli nakosa jibu. Muda mwingine shetani anaweza kukufanya ukafanya mambo ya ajabu kiasi cha kupelekea maumivu kwa wale unaowafanyia. Ryan, nimekuwa baba mbaya sana kwako. Na kuomba unisamehe. Nahitaji kutengeneza maisha yangu na wewe.
Nahitaji kusahihisha makosa yangu na kuwa baba bora. Nahitaji kuwa mtu mwema tena. Nimewakosea wewe na rafiki yako Naima. Sipendi kuona mnakimbia kwenye nchi ambayo ni ya kwenu. Naumia kwa namna moja, ila sijui kuna jini gani ndani yangu. Naombeni sana mnisamehe. Naombeni tena sana 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 mnisamehe. Mimi nimewasamehe, Naima alijibu na kumfanya Ryan kumtazama kwa mshangao. Tunashukuru sana Naima. Mimi huwa naamini kwamba mtu akikosea akakiri kosa lake kweli amekosa na akakubaliana na kosa lake na kuomba msamaha, basi huwa anaomba msamaha kweli. Mimi naamini hivyo. Naima alizungumza huku uso wake ukiwa umetawaliwa na tabasamu. Ryan alikaa kimya kwanza kwa dakika kadhaa. Mimi ni mmoja wa watu ambao mmekuwa mkitamani sana kuweza kuniona ningekuwa marehemu. Ila Mungu ndiye aliweza kunilinda hadi kuwa hapa, kwa sababu mbele ya haki siku zote uovu hauna nguvu, na hata kama ukija kupata nguvu uovu huo, ila haki itabaki kuwa pale pale. Ninachojua au ninachokiwaza kwa sasa ni kwamba mnafanya hivyo kwa sababu mnajua tuna siri zenu. Hamwezi kujishusha nyewe bila sababu ya msingi. Nakumbuka utotoni, mama yangu, hata ulipokuwa unamkosea, ilikuwa ni ngumu sana wewe kukubaliana na makosa yako kwa sababu wewe ni mwanaume. Sasa leo unapata mashaka sana kuhusiana na huo msamaha ulioomba, kwa sababu mimi nakujua Ghost. Labda tu niseme kwamba nimewasamehe, ila nisiwe mnafiki. Siwezi kuamini hata siku moja, kwa sababu hata imani ndogo ambayo ilibaki ya kwamba siku moja itakuja kuwa yote mmepeperusha kwa kutangaza eti kwamba mimi ni gaidi. Laiti kama nisingekuwa na uwezo wa kushauriana na rafiki yangu huyu wa maisha, sasa hivi tungekuwa sijui jela au tungekuwa kuzima, I don't know. Sijui lengo lako lilikuwa nini hasa mzee. Kutuma taarifa kwa vyombo vya usalama kwamba mimi ni gaidi ni jambo la hatari sana, tena sana, kwa sababu watakavyonichukulia wale jamaa sio kama vile ulivyowazia wewe. Watakuwa hapo tayari kufanya chochote ili mradi tu wapate sifa ya kwamba wamemua gaidi, na ili kuwaonyesha ya kwamba wamempa madaraka mtu wa ajabu na wahovyo, nikaweka ile habari ya kujitambulisha kwamba mimi ni mtoto wa rais, na watu wako uliowatuma hizo taarifa, naamini kila mmoja atakuwa anashangazwa kwa maamuzi yako ya hovyo kuwahi kuyafanya, tena kwenye siku zako za mwanzo tu za urais wako. Ila kama mmefikiria kurudisha amani, sitohitaji kuweza kuichafua hiyo amani, kwa sababu na mimi mwenyewe ni baba. Sitopenda wanangu waje kuwa baba wapuuzi hata siku moja. Hivyo nimesamehe, ila mimi siwaamini. Ryan, kwanza tunashukuru sana. Naamini sasa amani inaweza kurejea baina yetu. Inategemeana. Itazidi kurejea kutokana na mienendo yenu. Sawa. Sisi tunashukuru. Jamani, tupate hata picha ya pamoja. Naima alizungumza, wakasogeleana pale wakapiga picha ya pamoja. Jamani, nina imani moyoni mwangu, hata kama nikifa naamini kwamba nitakutana na mke wangu peponi. Mzee Maxi alizungumza hivyo tena kwa sauti ya upole kabisa. Huwezi kufa, nchi bado inahitaji huduma yenu. Ryan alizungumza huku akimtazama mzee Max usoni mwake. Unajua kufa ni kufa tu. Kufa kupo kila siku. Muda wowote ule unaweza ukafa. Aya, ngoja niwaite wageni wengine tuweze kujumuika nao. Mzee Max akaondoka eneo hilo, na baada ya dakika 2 akarudi akiwa ameongozana na Vivian pamoja na dada yake. Mheshimiwa Rais, shikamoo. Vivian alizungumza kwa furaha. Marhaba, Ghost alijibu huku akitazama tumbo la Vivian, na kumbukumbu zake zikarudi siku waliokwenda hospitalini na Lisa kumtafuta mwanamke aliyekuwa amepewa ujauzito.
Karibu sana, Ghost alizungumza huku akitabasamu. Tunashukuru. Shikamoo sana mheshimiwa. Marahaba. Hapo Vivian akakaa kwenye kiti cha pembeni ya Ryan, huku dada yake akikaa kiti cha pembeni cha mzee Max. Sasa labda nifanye utambulisho wa haraka kabla ya chakula kijapoa, au mnasemaje? Sawa, Naima alijibu huku akitabasamu. Naamini wote mnamtambua rais. Vivian, huyu ndiye baba mkwe wako halisi kabisa. Naamini una uwezo wa kuona namna gani alivyofanana na Ryan. Ni kweli umefanana. Kaka huyu anaitwa Vivian na huyu ni dada yake. Wameongozana na nesi wake ambaye anamshughulikia hali yake ujauzito kwa sababu alipaswa kuwa bed rest. Vivian ni mpenzi wa Ryan na huo ujauzito unaoona hapo basi ni mjukuu wetu. Amebakiza miezi michache kabla kujifungua. Kwa hiyo nimependelea wajumuike na sisi kwenye chakula hiki cha jioni. Nashukuru sana kwa fahamu. Mjisikie mpo nyumbani. Asante sana mheshimiwa rais. Niiteni tu baba kwa sababu mimi ni baba, na Mungu asaidie ujifungue salama. Amen baba. Jamani, chakula kiko tayari. Kuna waini hapa ya kila aina, ila waini hii ninapenda kila mmoja aitumie kasoro mama mjamzito tu hapo. Waini hii marehemu mke wangu alikuwa anaipenda sana kuweza kuinywa. Mzee Maxi alizungumza hivyo huku akimmiminia kila mtu waini hiyo kwenye glasi, kasoro Vivian ambaye hapaswi kuweza kuitumia, yani hapaswi kutumia kilevi akiwa katika hali ya ujauzito. Rani akaionja waini hiyo. Iko vizuri sana. Baby, nami kidogo. Hapana, si umeambiwa kwamba hali yako haupaswi kuweza kutumia kilevi? Alafu nilisahau kuwatambulisha. Dada wa hii familia anaitwa Naima. Naima, hawa ni mawifi zako hawa. Nawafahamu sana, japo wao mimi hawanifahamu. Tunashukuru kukufahamu wifi. Na mimi pia. Kila mmoja alijipakulia pale chakula anachokihitaji na taratibu wakaanza pale kula. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili zilionekana kodi za majina zikitembea. 01, nipo kwenye nafasi. Komando aliyekuwa amejificha kwenye gorofa moja linaloendelea kujengwa alizungumza huku akiwa ameshika bunduki aina ya Barrett M82 huku mbele akiwa amefunga kiwambo cha kuzuia sauti ya risasi. Umepata target? Kiongozi wa makomando hawa alizungumza. Bado sijampata vizuri mkuu. Okay, tulinde. Kiongozi alizungumza huku wote wakiwa wamejibanza kwenye eneo wakiiona barabara ya kuingia nyumbani kwa mzee Max ikiwa iko na walinzi. Kiongozi wao akatoa ishara na wakawaweka walinzi wanaorandaranda kwenye barabara hiyo kwenye target. Shoot. Kwa pamoja wakawapiga risasi za vichwa walinzi wapatao 10 waliopo barabarani. Hapakuwa na sauti yoyote iliyosikika kutokana na bastola zao. Zilikuwa zimefungwa viwambo vya kuzuia sauti. Kwa haraka wakazitoa maiti zote walizokuwa wameziwa barabarani, wakaziingiza ndani ya magari yaliyofunga barabara. Kwa mwendo wa haraka na wakunyata, huku wakiwa wameinama kidogo, wakaanza kuelekea kwenye geti la nyumba ya mzee Max, geti la nyuma. Wanajeshi wawili waliopo kwenye geti hili kwa nje walipigwa risasi na mdunguaji aliyekuwa mita 800 kutoka eneo hilo. Akasema, "Clear." Komando huyo aliyekuwa amejificha alizungumza hivyo. Huyu ni sniper. Aliwatazama wenzake jinsi walivyokuwa wamejibanza kwenye kuta za kuingia kwenye geti la nyumba ya mzee Max. Komando huyo ambaye ni sniper akarudi kwenye eneo alilokuwa amelala, akaiweka lensi yake vizuri na kuanza kumvuta kwa karibu kwenye dirisha ambalo pazia lake lipo wazi, na akamwona pale mzee Max alikuwa amekaa na familia nzima wakipata chakula. Msikilizaji, sasa huku ndani hawajui kinachoendelea. Rani akajaribu kupeleka hivi kijiko mdomoni, ila nafsi yake kasita kabisa, huku machale akaanza kumcheza. Vivian akamuuliza, "Baby vipi?" Vivian aliuliza kwa maana ya kwamba yeye ndo alikuwa kwanza kuona jambo hilo. Sio tu. Hebu kaa kwanza hapo. Rani akawasogeza kiti nyuma na kisha akasimama. "Vipi, kuna nini?" Mzee Max aliuliza hilo swali. Rani akasema, "Mna kitu."
Mzee Max kutokana ni mtu wa kusoma alama za nyakati, aliona kabisa Ryan na machale ya jambo fulani. Ryan alipiga hatua mpaka dirishani, akatazama nje na kuwaona walinzi wakiimarisha pale ulinzi. Ulinzi umeimarishwa kila mahali, hivyo kuwa na amani na hatuna cha kuhofia. Uwepo wako kwetu ni amani kabisa kabisa. Mzee Max alizungumza huku akimsogelea Ryan aliyekuwa anaendelea kucheza na machale. Mzee Max alisimama pembeni ya Ryan na kisha akatazama dirishani. Nisikilize kijana wangu. Nimechagua timu ya vijana wenye uwezo mkubwa sana. Hivyo hakuna jambo baya linaloweza kutokea. Hebu rudi nenda kale bwana. Hakuna baya lolote litakaloweza kujitokeza. Ryan alirudi kwenye kiti chake huku Mzee Max naye akirudi kwenye kiti chake. Ryan vipi? Naima alimnongoneza Ryan. Ryan akasema nahisi kuna hali ya hatari. Ni sisi au? Hapana. Ryan alimtazama Mzee Max pamoja na Ghost ambao walikuwa wanaonekana kuwa na amani kabisa mioni mwao. Hivi uweze kutazama CCTV zao? Nasim. Kijana, mbona una mashaka sana? Kweni na amani bwana, hakuna chochote kibaya. Leo ulinzi uko kamili gado. Ghost alizungumza kwa kujiamini. Ryan akafumba macho yake huku akijitahidi kusikilizia hali inayotokea. Shit. Hili eneo sio salama. Ryan alizungumza kwa kisimama. Alichukua pale mezani. Baby, Vivian alizungumza huku naye kinyanyuka na kumfuata Ryan. Akamwambia hebu kaa hapo. Ryan alizungumza huku akitembea kuelekea mlangoni. Mzee Max naye akanyanyuka na kuanza kumfuata Ryan. Sasa hiki kikosi kilichopo nje kilichokuwa kimetumwa kwa kazi maalum. Yule sniper, mdunguaji wa masafa marefu, akasema nimempata kwenye target mkuu. Akaambiwa maliza, shoot. Huyu sniper ambaye ni komando mdunguaji akamweka sawa Vivian kwenye target pamoja na Mzee Max. Akafyatua risasi mbili zenye kasi ya ajabu ambazo risasi ya kwanza ilipita kifuani mwa Vivian, ikatokea upande wa pili ikampiga Mzee Max tumboni, huku risasi ya pili ikimponyua Vivian. Pale pale akaanguka kwenda chini kwenye bega. Ile risasi ya pili kaenda kumshindilia Mzee Max kifuani mwake na wote wawili walianguka chini kama vile mizigo. Vivian pamoja na Mzee Max wakaenda chini. Vishindo vya kuanguka kwao vilimfanya Ryan kugeuka nyuma. Hakuamini kile alichokuwa nakiona. Damu nyingi zilizosambaa eneo hilo, huku Vivian na Mzee Max wakiwa katika hatua za mwisho za maisha yao. Ryan, sniper! Naima alizungumza huku akiruka na kujibanza kwenye ukuta, huku risasi zikiendelea kuingia kutokea dirishani. Dadake na Vivian ilibaki akiwepo kwenye kiti alichokuwa amekalia, huku macho akimtoka kwa mshangao na bumbuazi lilokuwa limemshika mwilini mwake. Mwili ulimkosa nguvu, hata kunyanyua mkono alishindwa. Ghost akalala chini. Mlango ukafunguliwa kwa haraka na wakaingia walinzi wa Ghost pamoja na walinzi wa Mzee Max, huku milio ya risasi ikianza kurindima nje ya nyumba hiyo. Walindeni waheshimiwa! Mlinzi mkuu alijikuta akipigwa na bumbuazi, na hii ni mara baada ya kuona mwili wa Mzee Max ukiwa umelala chini huku damu zikimwagika. Naomba silaha, Rani alimwambia mlinzi mmoja, na huyo mlinzi akampatia Rani bastola. Rani akaruka nje huku akiwa anapiga sarakasi vibaya mno. Akajibanza kwenye moja ya nguzo kubwa huku akiwa anashuhudia walinzi wanavyojitahidi kupambana na wavamizi wa nyumbani hapo. Walinzi walizidi kuuawa huku makomando hao walizidi kusonga mbele, huku misheni yao ni kuhakikisha kwamba wanawaua makamu wa rais pamoja na mheshimiwa rais, huku Mzee Max akiwa yuko hoi. Hali yake ni mbaya kiasi cha muda wote ule anaweza kakata roho. Kwenye swala zima la shabaha, Ryan hakuwahi kukosea. Risasi mbili alizokuwa amezifyatua zilimpata komando mmoja barabara. Moja ilitoa shingoni mwake huku nyingine ikitoa katika paji lake la uso. Man down. Mtu ameanguka. Komando mmoja alisikika akizungumza huku akimshuhudia mwenzake akiwa amelala chini. Wakaanza pale kumiminia risasi kwenye nguzo ambayo Ryan alikuwa amejibanza. Kwenye nguzo kuna usumbufu. Kiongozi wa makomando hao alizungumza na kumfanya komando aliyekuwa amejificha kwenye gorofa lililopo mtani hapo linaloendelea kujengwa. Alikimbia kwenye eneo ambalo
anaweza kuiona nyumba ya mzee Max kwa mbele na kuanza kumtafuta mtu aliyekuwa amejibanza kwenye kona hiyo. Ryan alichuchumaa chini huku akitoa simu yake kwenye mfuko wa suti. Aliweka pale upande wa kamera na kisha akajaribu kuichomoza hivi kwenye ukuta ili kuangalia washambuliaji hao wapo kona gani, kwani walinzi wa nje wote walikuwa wameshauawa. Mdunguaji hakufanya kosa zaidi ya kuipiga risasi simu ya Ryan, ikamponyoka. Ryan akasema shit. Ryan alijitusi, na hii ni mara baada ya lengo lake kukatishwa. Mkuu wa makomando aliwapa ishara wenzake kuanza kusonga mbele. Sasa huko ndani walinzi wakaanza pale kupambana kwa ajili ya kuyaokoa maisha ya mzee Max kwa kumtundikia pale drip ya damu, huku majeraha yake yaliyokuwa yanaendelea kuvujisha damu walikuwa wanajitahidi mno kuyaziba kadiri wawezavyo. Mkuu, tondoke. Gari zimeshaandaliwa mlango wa nyuma. Mlinzi mkuu wa rais alizungumza huku macho yakimtoka kweli kweli, jasho likimwagika vibaya mno. Siwezi kuondoka. Mwanangu yuko nje anapambana na watu ambao hatujui wametokea wapi. Siwezi kumwacha mwanangu nje ikiwa rafiki yangu na mkwe wangu wamelala hapa chini. Hebu wawaisheni hospitali, mimi nitabaki hapa. Kama ni kupigana hii vita, nitaipigana hadi tone la mwisho ya damu yangu. Ghosti alizungumza kwa hasira huku machozi yakimlengalenga usoni mwake. Mkuu, hii ni amri kanali. Nimesema hapa siondoki. Ghosti alizungumza kwa msisitizo huku akimtazama CID wake ambaye ndiye mlinzi mkuu wa rais. Waondoeni hawa na tunahitaji backup ya haraka iwezekanavyo. Sawa. Mzee Max, Vivian pamoja na dada yake waliondolewa kupitia milango ya nyuma kwa gari ya dharura na kisha walipelekwa hospitalini, huko rais alibaki na walinzi wake 5 pamoja na Naima ambaye alikuwa ameshika bunduki aina ya M4A1 huku akiwa amejibanza kwenye dirisha la mbele la nyumba hiyo akivurumisha tu risasi kwa makomando walioanza kuisogelea nguzo aliyokuwa amejificha Ryan. Sasa kitendo alichokuwa anakifanya Naima kiliwafanya makomando hao kila mmoja kuweza kujirusha upande wake na kutafuta sehemu ya kujibanza, kwani waliamini kabisa kazi iliyopo mbele yao wamebakisha kidogo mno ili waweze kuingia ndani kwa ajili ya kumaliza mchezo mzima. Nitakuwa mtu ajabu sana kuondoka ikiwa mtoto wa kike pale anapambana kwa ajili yangu. Ghost alizungumza huku akiwaambia walinzi wake ambao wote walikuwa wanafuata amri yake. CID wake akamkabidhi pale Ghost bunduki aina ya G36C. Hawanijui mbwa hawa. Sasa lazima niwaoneshe kwamba mimi ni nani. Ghost kwa haraka akakimbilia pembezoni mwa mlango kutokea nje na kisha akajificha hapo. Alimwona Ryan akijibu mashambulizi kwenye moja ya gari ambapo adui alikuwa amejificha. Ghost kwa haraka akaruka nje akisha akajibanza kwenye nguzo nyingine iliyopo sawa na Ryan. Alianza pale kujibu hayo mashambulizi. Ryan ilibidi amuulize mzee wake, mzee, unafanya nini wewe? Ryan alimuuliza baba yake kwa kufoka kidogo. Ghost akasema, kwani unaona mimi nafanya nini? Watakuwa. Ondoka, mimi nitawashughulikia. Kwa hiyo Desert Eagle uloishika ndo utawaua ama? Ghost alizungumza na kumfanya Ryan kuitazama bastola kwa mishika ambayo inakaribia kumalizika risasi zake. Walinzi nao wakajipanga kwenye madirisha na kuendelea pale kujibu mashambulizi. Tunahitaji msaada. Narudia tena, tunahitaji msaada. CID alizungumza huku akijibu mashambulizi kwa makomando hao. Endeleeni kupambana. Dakika 10 tutakuwa tumefika. Timu ya makomando waliokuwa wametumwa kufika eneo la tukio walijibu huku wakiwa kwa njiani ndani ya gari 4 za kijeshi, huku idadi yao ikiwa ina makomando 20. Nimemwona rais amejificha kwenye moja ya kona. Malize. Sijampata vizuri. Dili naye huyo na sisi tunawazuga hawa nje. Sawa. Hapo kwa upande wa Naima akaangaza ndani hapo na kuiona bunduki moja ikiwa iko chini. Akaiokota, ilikuwa ni A14. Kwa haraka sana akakimbia nayo mpaka mlangoni. Ryan, Naima aliita. Kitendo cha Ryan kugeuka, Naima akairusha ile bunduki ambayo ni nzito
ila kwa kutumia nguvu zake zote alihakikisha bunduki hiyo inamfikia Ryan pale ambapo alipokuwa, ambaye Ryan hakufanya makosa zaidi ya kuidaka kwa haraka mno. Akaikoki juu kwa juu kwa kasi kubwa mno. Ryan akatoka pale alipokuwa amejificha kwenye ile kona, akajirusha hewani huku akizunguka mithiri ya gurudumu. Alifyatua risasi 4 ambazo zote ziliwapata makomando wawili vichwani mwao, wakaenda chini. Haya majambalika yalianza kupeleka mashambulizi kwa Ryan ambaye kasi yake ya kukimbia ilizifanya risasi anazomiminiwa kumpunyua. Hapa kweli nimezaa dume. Ghost alizungumza hivyo huku akimtazama Ryan jinsi alivyokuwa anaitendea haki AK-14 aliyokuwa amepewa na swaiba wake. Tumepoteza 3. Komando kiongozi alizungumza huku akichachawa, kwani hajawahi kabisa kuongoza operesheni iliyopelekea vijana wake kuuawa kwa wingi namna hiyo. Uspaniki mkuu, huyu tunakula naye sahani moja mkuu. Kosa kubwa sana walilolifanya makomando hao ni kupeleka akili zao kwa Ryan na kusahau wapo uwanja wa vita. Naima alimtandika komando mmoja risasi kichwa barabara na akaanguka chini. Shit, rudi nyuma. Kiongozi huyo aliamrisha kijana wake mmoja aliyekuwa amesalia. Ryan aliona kitendo hiko, alimtazama Naima na kwa bahati nzuri macho yake na macho ya Naima yaliweza kukutana. Hapo alimpa ishara ya kupiga risasi eneo alilokuwa amemwelekezea kidole. Naima alielewa na hakuwa na cha kusubiria, alianza kupiga risasi kuelekea alipokuwa mdongoaji. Oh shit, mkuu, wamegundua position yangu. Mdongoaji huyo alizungumza. Tunatoka tuli. Mkuu huyo hakumaliza sentensi yake, risasi 4 ziliingia mwilini mwake. Risasi hizo zilitoka kwa walinzi wa rais ambao walimuona jinsi alivyokuwa anakimbia. Naam, kwa upande wa magari ya makomando wa Kitanzania yalionekana yakifunga break huku wote tayari wakiwa wamesharuka nyuma. Shit, 01 ndio nimezungukwa. Wewe pekee ndo una nafasi ya kuweza kuondoka ulipo. Siwezi kuacha. Ninakupa amri ya mwisho kama mkuu msaidizi wako. Ondoka. Nimesema ondoka. Komando huyo aliyekuwa amejibanza kwenye moja ya gari alizungumza huku akiwa amejikatia tamaa, kwani aliyokuwa ameongozana nao wote walikuwa wamekufa, huku naye akiwa amebaki peke yake. Alichomoa magazini ya bunduki yake na kuiangalia risasi zilizokuwa zimesalia. Shit. Risasi 4 zilizosalia zilimkatisha tamaa ya kutokumudu pambano. Fumba na kufumbua, hata kabla hajaweza kurudisha magazini yake ndani bunduki, Rani alikuwa amesimama mbele yake na kumfanya jamaa tokwe na macho ya mshangao. Akamrushia Rani magazini hiyo na Rani akaipangua kwa mkono na kisha akamtuliza kwa teke moja zito mno la kifua. Mwamba akaenda chini. Ryan akamzawadia risasi 2 za miguu yote miwili. Pale ndo akawa amemuua nguvu kabisa. Komando huyo akataka kumeza kidonge cha sumu, ila Ryan akaligundua hilo. Akaukunjua pale mkono wa komando huyo uliokuwa umeshika kidonge hiko cha sumu na kumfanya pige yoe. Akakichomoa kisu chake kikubwa alichokuwa amekining'iniza kiunoni mwake. Naima akasema, Ryan, deal na sniper, huyu mimi nitamdhibiti. Naima alizungumza huku akiona karibia eneo hilo na kumfanya Ryan kutoka ndani hapo na kisha akakimbia akiongozana na walinzi wawili wa rais. Makomando wawili nao wakaungana na Ryan kukimbilia eneo lilipo jengo la ghorofa 6 lililokuwa linajengwa. Ryan alikuwa ametangulia mbele, akatoa ishara kulizunguka jengo hilo walilokuwa wamelifikia. Walianza kuingia ndani ya jengo hilo kwa tahadhari ya hali ya juu, huku kila mmoja bunduki yake ikiwa iko tayari kabisa kwa kufyatua risasi kwa chochote kitakachoweza kutokea. Ryan akiwa ameongozana na mmoja wa walinzi wa rais akatoa pale ishara ya kukunja ngumi, akimaanisha kwamba wasimame, na mlinzi huyo akamwelewa kwani alikuwa amepitia jeshini. Vishindo vya mtu aliyekuwa anashuka kwenye ngazi kwa kukimbia vilimfanya Ryan kujibanza vizuri, huku giza likiwa ni la kutisha kwani mwanga wa mbaramwezi ulikuwa unaingia vizuri katika ghorofa hilo. Kitendo cha komando huyo kumalizia tu ngazi ya mwisho ili kuweza kukunja kona na kushika ngazi nyingine ili ashuke chini. Akakaribishwa pale na teke moja zito mno lililopigwa na Ryan. Mwamba akaenda chini. Kwa haraka komando huyo akachomwa pale kisu. Mlinzi wa rais akataka kumaliza kazi kwa kumpiga risasi, ila Ryan alimpa ishara ya kutokumshambulia.
Mnahisi mtaniwa kirahisi? Komando huyo alizungumza huku akinesanesa akiwa yuko tayari kwa kupigana. Ryan akaiweka bunduki chini huku akichomoa kisu alichompokonya komando aliyekuwa amemdhibiti hapo mwanzo. Nikusaidie? Mlinzi wa rais alimuuliza Ryan kama anahitaji msaada, ila hata kabla hajaweza kurudishiwa jibu, alimshuhudia Ryan akiupiga teke zito mguu wa komando huyo, ukavunjika na kumfanya nguke chini, huku kisu chake kile kikanguke pembeni. Ryan kwa kasi akamkita kisu mfululizo kwenye mabega yake na kumfanya jamaa akose uwezo wa kujipapasa na kumeza kile kidonge cha sumu. Komando huyo aligugumia kwa maumivu makali mno, kwani visu alivyokuwa amechomwa na Ryan vilikuwa vimemsababishia majeraha makubwa mno. Ryan akamuuliza ni nani aliyewatuma. Ryan alimuuliza huyu mwamba huku akiwa anamtazama machoni mwake. Fala tuwe na mamako. Tusi hilo linifanya Ryan kwa haraka sana kumvua bulletproof vest yake aliyokuwa ameivaa na akamvua combat la jeshi alilokuwa amelivaa, na kisha alianza kumchana kifuani mwake kwa kisu hiko. Ryan aliendelea kumuhimiza ujamaa aseme ametumwa na nani. Kwanza jamaa alikacheka, afu akasema, "Wewe ndipo uwezo wako ulipoishia, boya wewe." Komando huyo ambaye ni Jambalika alizungumza kwa kujiamini, huku moja ya mafunzo alikuwa wanapitia ni kutunza siri, na kama adui yako akikukamata, hakikisha unamwambia maneno ya dharau yatakayomsababishia hasira na mwisho wa siku atakuua tu yeye mwenyewe. Kiongozi, achana naye huyo. Tunadili naye kuanzia hapa. Makomando wawili walifika eneo hilo, walimwambia Ryan na kumfanya Ryan anyanyuke, huku akikitoa kile kidonge cha sumu katika mfuko wa komando huyo. Makomando wa Kitanzania wakampiga komando huyo Jambalika eneo la shingoni mwake, mwamba lizima. Ryan akarudi eneo ilipokuwa nyumba ya mzee Max. Yupo wapi? Ameshakamatwa na amepelekwa hospitali ya jeshi, Naima alijibu huku akimtazama Ryan aliyekuwa amejaa damu kwenye shati lake. Na Vivian? Ryan alizungumza huku akitembea kwa haraka kuelekea lilipo gari lao. Ryan, hongera sana. Umefanya kazi nzuri mwanangu. Helikopta inatua baada ya dakika 2. Kwa hiyo kama hamtojali, tuongozane kuelekea Mloganzila. Ghosti alizungumza huku akimtazama Ryan usoni mwake. Ndipo ulipopelekwa ama? Ndio. Ryan akakubali kwa kutingisha kichwa. Helikopta ya kijeshi ambayo ipo maalum kwa safari za ndani na nje iliweza kutua katika uwanja wa helikopta ilipokuwa kwenye nyumba ya mzee Max. Ghosti pamoja na walinzi wake wakiongozana na Ryan pamoja na Naima waliingia ndani ya helikopta hiyo na kuondoka eneo hilo, huku makomando pamoja na vyombo vingine vya ulinzi vikiimarisha ulinzi na kuondoa pale miili ya watu waliokuwa wameuawa. Mungu saidia apone. Ryan alizungumza kimoyo moyo huku mikono ikimtetemeka kwa hofu. Watakuwa salama. Ghost alizungumza huku akimshika Ryan kiganja chake cha mkono wa kulia. Ndio. Naamini Mungu yeye ndiye atakayeweza kuokoa. Kweli wakafika hospitali ya Mloganzila huku ulinzi ukiwa umeimarishwa na wanajeshi wa kulinda taifa. Kila aliyetoka alikaguliwa na kila aliyekuwa anaingia alikaguliwa. Eneo la chumba cha upasuaji lilichoingizwa Vivian pamoja na makamu wa rais vilikuwa vimeimarishwa ulinzi, huku wanajeshi 20 wakiwepo eneo hilo. Wakapokelewa pale na CDF ambaye alifika eneo la hospitali, na hii ni mara tu baada ya kupokea taarifa ya shambulizi la makamu wa rais. Akampigia saluti pale mheshimiwa rais mara baada ya kushuka ndani ya helikopta. Wanajeshi wote walipomwona rais aliyekuwa anatembea kwa haraka kuelekea chumba cha upasuaji wakapiga pale saluti. Rais akasema, "Naomba unipatie ripoti." Rais alimwambia CDF. CDF akasema, "Madaktari wanaendelea kuokoa maisha yao." Uliwashuhudia walipoletwa hapa? Ndio mkuu. Hali zao ziko vipi? Hali zao sio nzuri. Ni jambo la kumwomba Mungu. Ghosti akashusha pumzi.
Nahitaji nchi nzima kufungwa kiulinzi. Nahitaji watambuliwe waliingia lini nchini, wametumwa na nani, au kama ni wa hapa Tanzania, nahitaji wajulikane haraka iwezekanavyo, wao pamoja na familia zao. Sawa? Sawa mheshimiwa. Na tayari maagizo hayo nilishayatekeleza. Vijana wapo mipakani na maeneo yote ya usafirishaji ambayo watu wanaweza kutoroka, na kila baada ya nusu saa ninapatiwa ripoti mkuu. Safi sana, safi sana. Ghosti alikaa kwenye eneo la kupumzikia huku ulinzi ukizidi kuimarishwa. Ghosti akamtazama Ryan. Ryan ambaye alikuwa amesimama lakini hana hata furaha machoni mwake. Naima alimsogelea Ryan. Unajua mapigo yangu yanaenda kasi tofauti na siku zote. Punguza wasiwasi kaka. Atakuwa salama. Na okay sawa. Hey, my son. Ghost aliita na kumfanya Ryan kumtazama. Kwa ishara, alimwomba akae pembeni yake na Ryan alitii. Kwenye maisha yetu kuna mambo mengi sana huwa tunapitia. Hili la leo ni miongoni mwa changamoto ambazo tumezipitia. Ila tukimwamini Mungu, nina imani ya kwamba watu wetu watatoka pamoja. Ngoja nikuulize swali. Wewe mzee una maadui wangapi? Kwa nini unaniuliza hilo swali? Sio kwa nini. Maadui zenu naamini ndio waliweza kuwatuma hawa watu ili kuweza kumaliza. Na ndio maana nataka kujua mna maadui wangapi. Nisikilize Ryan. Kwenye maisha unaweza kuwa na adui ambaye sio adui yako. Sidhani kama viongozi wengi duniani ambao waliwahi kuvamiwa walikuwa na maadui. Hivyo jambo hilo vyombo husika vya kipelelezi vitalifanyia kazi, na kisha baada ya hapo tutajua nani amehusika. Wakati wanazungumza, mlango wa chumba cha upasuaji uliweza kufunguliwa. Alitoka daktari aliyevalia pale mavazi ya kijani, huku akiwa pale mwongozana na manesi wawili waliovalia magauni ya rangi meupe. Kila aliyekaa alisimama, kwani walikuwa wanasubiria kwa hamu sana kuweza kujua nini ambacho kimetokea ndani ya chumba hicho cha upasuaji. Heshima yako Mheshimiwa Rais. Nashukuru, nipatie ripoti, nini kinaendelea? Daktari kwanza alishusha pumzi nyingi huku akimtazama Rais machoni mwake. Kitendo hiko kiliashiria ishara mbaya kwa taarifa inayokwenda kutoka kinywani mwa daktari huyo. Ryan akawadadisi manesi hao, na pia nyuso zao zilikuwa zinaonyesha kutokuwa na nuru ya aina yoyote. Hebu niambie tafadhali, nini kinachoendelea? Mkuu, tumefanya operesheni 2 ambazo ni kubwa kwa namna moja ama nyingine, lakini hazijaenda vizuri. Yote kutokana na hali za wagonjwa walizofikishwa nazo hapo hospitalini. Hapo Ryan akahisi tumbo linamkata mithili ya mwanamke aliyepo kwenye siku zake. Operation ya kwanza ya makamu wa rais tumefanikiwa kuweza kuondoa risasi na kuzuia kumwagika kwa damu, ila hali yake ni mbaya sana. Kama ni asilimia za uhai, basi ni asilimia 15 tu. Anaandaliwa kutolewa ndani na kupelekwa ICU. Dokta, na vipi kuhusu mke wangu na mtoto? Swali la Ryan likamfanya daktari kumtazama Ryan kwa sekunde kadhaa. Dokta akasema, tumejitahidi kadiri ya uwezo wetu kujaribu kuokoa maisha yao, ila kwa bahati mbaya mama na mtoto wamefariki dunia. Kauli ya daktari ya kuhusu mama na mtoto wamefariki dunia ilianza kumrejelea Ryan ndani. Alipepesuka kabla hata hajaanguka. Ghost alimdaka, kwani japo Ryan ni jasiri, ila taarifa ya kumpoteza Vivian na mwanae ni kubwa kuliko maelezo. Poleni sana kwa msiba. Daktari alizungumza kwa sauti iliyojaa masikitiko, na ndipo taratibu Ghost akamkalisha kwanza Ryan kwenye kiti huku akiwa ameshika mashavu.
mithili ya shabiki aliyefungwa dakika za mwishoni katika fainali za mpira wa miguu. Hey. Ghost alizungumza huku akimtazama Ryan usoni mwake. Naweza kumwona? Ryan alizungumza huku akisimama. Alimtazama daktari usoni mwake. Daktari akasema anaandaliwa kutolewa katika chumba cha upasuaji na utamwona baada ya muda mchache. Sawa. Ryan alijikaza huku macho yakiwa yametawaliwa na uwekundu utokanao na uchungu, kwani Vivian amekufa kifo ambacho hakustahili kabisa. Baada ya dakika 10, ulianza kutolewa mwili wa Vivian pamoja na mwanae ambaye naye alikuwa amefariki dunia. Huku kichanga hicho kikiwa kimebebwa na nesi, huku kikiwa kimefunikwa, Ryan alisimama mbele kitanda alichokuwa amelazwa Vivian. Taratibu alifunua shuka lililokuwa limemfunika. Kila mtu alikaa kimya tukio hilo lilivyokuwa linaendelea. Ryan akalifunua zaidi shuka hili, kushuka shingoni hadi kifuani na kutazama majeraha ya risasi. Nitaua kila aliyehusika kwenye hili. Hakutokuwa na mtu wa kuweza kunizuia. Rani alizungumza hivyo kimoyomoyo. Taratibu alimpiga busu shavuni Vivian na kisha alimgeukia nesi aliyekuwa amebeba kichanga ambacho kilikuwa katika hatua za mwisho kabla ya kuzaliwa. Akakifurua na kukitazama. Alikuwa mkubwa. Rani alizungumza huku akitabasamu kwa uchungu na machozi yakimbubujika. Wamekudhulumu maisha yako mwanangu. Rani alizungumza huku akishika vidole vya kichanga hicho, akakifunika na akatoa ishara ya manesi hao kuendelea na safari yao ya kuelekea mochwari. Mkuu, naweza kuona wale jamaa tuliowakamata. Rani alizungumza huku akimtazama CDF usoni mwake. Jenerali akamtazama rais na rais akatoa ishara kuruhusiwa ombi lake. Rani akasema nashukuru. Sasa utaongozana na vijana wangu hawa hapa wawili. Okay, asante. Rani na Naima huku wakiongozana na maafisa wawili wa jeshi wakaelekea nje. Wakaingia kwenye gari aina BMW yenye namba za kijeshi na wakaondoka hospitalini hapo, huku ukimya ukiwa umetawala ndani ya gari, huku maafisa hao wawili wa jeshi wakiwa siti za mbele. Hapo Rani pamoja na Naima wakiwa kwa siti za nyuma. Naima alimtazama Rani usoni mwake na kisha taratibu alimshika kiganja cha mkono wake. Tutapita pia kwenye hili. Naima alizungumza kwa sauti ya chini huku macho yakiwa ni mekundu kukulia toka alipopokea taarifa ya Vivian na mtoto kufariki dunia. Yatapita. Walifika katika kambi ya jeshi walipokuwa wameshikiliwa na makomando waliofanya shambulizi nyumbani kwa makamu wa rais. Nahitaji kumwona mmoja mmoja. Okay, sawa. Rani akaingia kwenye chumba cha mahojiano huku bastola alionayo akiisalimisha kwa mwanajeshi mmoja pamoja na kisu, kwani si ruhusa kwenda kumhoji mhalifu ukiwa na silaha, kwani lolote linaweza likatokea. Akaingizwa komando ambaye alikuwa ni mdunguaji, yani sniper. Jambalika hili likakalishwa juu ya kiti na wanajeshi wawili huku akiwa tayari ameshafanywa matibabu ya jeraha lake. Swali langu ni moja tu. Nani kawatuma? Ndo ulichotaka kuniuliza. Ngoja nikwambie, sio makamu wa rais tu na sio yule mwanamke tu mwenye tumbo ambaye watakufa, hata rais naye pia atauawa. Kwa hiyo dogo, usijisumbue. Sina taarifa zaidi ya hiyo ya kukwambia kwamba ni lazima viongozi waliopo madarakani wauawe. Rani alikunja ngumi huku akimtazama komando huyo. Najua mafunzo uliyopitia. Mimi pia nilishapitia. Na nilishakuwa topo komando kati ya makomando bora waliowahi kuweza kupata mafunzo duniani. So, najua hatua zenu. Na ndo maana risasi zangu zilikuwa zinapenya kwenye vichwa vya wapuzi wenzako. Sasa narudia, nani kakutuma? Komando huyo kwanza alikaa kimya. Mlango ukafunguliwa. Aliingia Naima akiwa ameshika pale kibegi kidogo. Atazungumza tu huyo, Naima alisema huku akiwa amekipokea kibegi hicho kidogo kutoka kwa daktari wa jeshi, na hii ni mara baada ya kuagiza kupewa vitu alivyokuwa ameviomba. Akatoa bomba 2 za sindano
na vichupa viwili vya sindano. Akavuta dawa ya kichupa kimoja, akamsogelea komando huyo. Alimchoma kichupa hicho shingoni mwake na kuanza kukisukuma taratibu dawa hiyo na kumfanya komando huyo kulia kwa maumivu makali mno, kwani dawa hiyo ni miongoni mwa dawa kali zinazotumika katika kuumiza misuli kwa watu wagumu wanaohojiwa. Kadiri jinsi anavyozidi kuisukuma dawa hiyo, ndivyo jinsi maumivu yanavyozidi kuongezeka. Ryan akasema, "Ni nani amekutuma mpuzi wewe?" Ryan alizungumza huku akitazama kidole gumba cha Naima kilichotulia katika kusukuma dawa hiyo ndani ya bomba hilo la sindano. Mishipa yote ya damu katika mwili wa komando huyo jambalika ilionekana vizuri kabisa kwenye ngozi yake, ikiashiria maumivu makali aliyokuwa anayapitia, huku uso wake ukiwa umejawa na wekundu mwingi mno. "Zungumza, la sivyo ataendelea kuisukuma hiyo dawa." Sijui mimi, sijui." Komando huyo alizungumza huku macho yakiwa yamemtoka. Daktari akaingia ndani hapo. Akasema, "Ukimchoma zaidi hapo atakufa." "Dokta, kaa mbali na hii issue." Rani alizungumza huku akimwonyeshia kidole daktari aliyejikuta akiingiwa na hofu. Daktari alibidi atoke ndani hiko chumba ambacho kilikuwa kina kamera moja inayorekodi matukio hayo. "Jeuri, najua dawa za watu kama hawa." Rani alizungumza huku akimpa ishara Naima kuchomoa bomba hilo la sindano, kwani ni kweli akiendelea kuisukuma dawa hiyo inaweza kupasua mishipa yake yote ya damu na akafariki dunia. Rani akafungua mlango, akasema, "Nileteni wenzake." Rani akawaagiza wanajeshi wawili walikuwa wamesimama nje ya mlango huo, na baada ya dakika 2 akaingizwa komando mwingine. Akakalishwa kwenye kiti kingine, huku wote wakiwa wamefungwa mikono kwa pingu, huku miguu ikiwa imefungwa kwa minyororo ngumu ambayo inamwezesha kupiga hatua moja tu pekee. "Natambua kwamba mpo kwa ajili ya mtu ambaye kwa namna moja ama nyingine amewaagiza kuhakikisha kwamba mnakamilisha misheni yenu. Ila kwa bahati mbaya misheni yenu imekuwa 50 kwa 50. Nahitaji tuzungumze kama marafiki. Ni nani ambaye amewatuma?" "Wewe vipi wewe? Mbona una maswali mepesi kama mtoto wa kike wewe? Hayo maswali yalipaswa kuuliza huyu msichana hapa." Ryan alivyojibiwa hivyo na majambalika haya, Ryan akatabasamu. "Ryan, ngoja mara moja." Naima akatoka, na baada ya muda akarudi akiwa na simu yake. Akawapiga picha huku kila mmoja akigusisha kwenye simu yake eneo la kusoma alama ya kidole, yani fingerprint. Naima kwa kutumia alama zao za vidole alianza kuwatafuta kwenye taarifa za nchi mbalimbali ambazo wananchi wake huhifadhiwa taarifa zao kwa kusajili kwa alama za vidole. "Vipi Naima?" "Hakuna kitu." Naima alizungumza huku akitazama simu yake. Kwenye alama ya vidole hawajapatikana, na hata kwa picha hawajapatikana. Rani akajifikiria kwa sekunde kadhaa huku akiwatazama makomando hao majambalika waliokuwa wamegharimu maisha ya watu wengi mno. "Wavue mashati." "Kwa nini?" "Wewe wavue." Rani alitoka nje huku akimwacha Naima akiwavua mashati makomando hao. Rani akaomba pale kizo chenye ncha kali, na kweli akakabidhiwa. Akarudi nacho ndani ya chumba hicho na kuwatazama katika migongo yao. "Vipi? Wanaweza kuwa na chipu za GPRS yao?" Rani akatazama migongo ya makomando hao iliyojawa na majeraha yatokanayo na mambo kadhaa walioyapitia. Ghafla mlango ukafunguliwa na Meja Mgwira, naye akaingia. "Meja, habari za masiku?" "Sio njema, kama unavyoona hawa washenzi walivyogharimu maisha ya watu." "Vijana wameweza kugundua nyumba ambayo walikuwa wamepangisha kwa takriban wiki 3, na imegundulika wameingia nchini Tanzania kupitia mpaka wa Msumbiji. Waliohusika kuwasafirisha kuingiza nchini wote wamekamatwa, na nyumba waliokuwa wakiishi vikundi vyao nayo pia imefanywa upekuzi, na tumepata vitu ambavyo kwa namna moja ama nyingine vinaweza kutusaidia kugundua ni nani ambaye amewaagiza." "Okay, kazi nzuri Meja. Vitu hivyo viko wapi?" "Viko hapa kambini." "Basi warudishwe sero. Alafu nye jamaa, hamjafundishwa kwamba mkikamatwa na kama hujafanikiwa kumeza kidonge cha sumu, ujingate ulimi wako hadi ukatike, alafu umeze ili iwe rahisi wewe kuweza kufa? Hamjafundishwa mbinu?" Rani alizungumza huku akiwatazama makomando hao majambalika. "Inaonekana hawa bado wanahitaji kuishi, na ndio maana hawajafanya hivyo." Naima alizungumza huku akiwatazama. "Tutampata tu mhusika, na msichokijua ni kwamba Tanzania ndio nchi bora kwenye upelelezi ndani ya Afrika na duniani. Sijui inashika namba ngapi, kwa hiyo kumjua mtu
aliyopo nyuma yenu ni sawa na kumsukuma mrevi kwenye maporomoko ya mlima Kitonga. Ryan alizungumza na akawa wa kwanza kutoka ndani hapo. Wakaingia katika chumba kikubwa cha uchunguzi. Tumekuta hii laptop ikiwa imeharibiwa hadi diski yake, na inaonyesha walijitahidi sana kufuta ushahidi wa mawasiliano. Meja Mgwira alizungumza huku akiwatazama Naima pamoja na Ryan. Naima akasema, ni laptop pekee? Ndio, inaonyesha mawasiliano yao makubwa yalikuwa ni kupitia laptop. Kwani Naima unaweza kuirudisha data zake? Inabidi mpaka nikachukue laptop yangu. Meja, msaada wa kumfikisha Naima Palm Village tulipofikia. Okay, sawa, ngoja basi aende na vijana. Naima aliondoka kambini hapo na kumwacha Ryan akiwa na maswali yenye mashaka ya kila aina. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumuona Ghost akisimama kwenye kioo kikubwa cha chumba cha ICU alichokuwa amelazwa Max, huku akiwa amewekewa pale mashine za kumsaidia kupumua. Chumba hicho kilichofungwa kamera kila kona ya ukuta kuhakikisha makamu wa rais analindwa na hakuna anayemdhuru, huku kioo kikubwa kilichozungushiwa chumba hicho kikiwa kimetenganishwa kwa ubora wa hali ya juu ambao haupitishi risasi. Nahitaji atazamwe masaa 28. Nadhani umenielewa. Ghost alitoa maelekezo kwa jenerali wa jeshi. Ndio mheshimiwa. Daktari, tunawahitaji sana kwenye kumhudumia rafiki yangu, na kuomba uhakikishe kwamba anakuwa kwenye hali nzuri. Atakavyoendelea naomba unifahamishe moja kwa moja kwenye namba yangu ya simu. Sawa mheshimiwa rais. Na kuahidi tutahakikisha tutafanya kila linalowezekana ili aweze kuwa hai. Okay, sawa. Rais Ghost pamoja na walinzi wake walipanda helikopta na kuondoka hospitalini hapo, huku Ghost akiwa amejawa na mawazo mengi mno, akiwa anajiuliza ni nani ambaye amehusika kwenye hilo shambulizi. Au ni Scorpion? Ghost aliwaza hivyo huku akikosa majibu akilini mwake. Alifika ikulu na ulinzi ulizidi kuimarishwa. Mkuu, je, tutoe tamko lolote kama serikali? Kwa maana taarifa za kushambuliwa kwa makamu wa rais zimezidi kutangazwa kwenye vyombo vya habari. Naibu waziri mkuu alizungumza huku akimtazama rais usoni mwake. Rais akasema, subirini hadi kupambazuke. Sawa mheshimiwa rais. Ghost alielekea katika makazi ya rais anayoishi. Moja kwa moja akapitiliza hadi chumbani kwake na kujibwaga kitandani huku akiwa haelewi nini cha kufanya. Kwa kweli kuongoza nchi sio jambo la kitoto. Sasa hadi naanza kujutia kwa nini niligombania hiki cheo. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Naima. Naima aliweza kurudi akiwa amebeba laptop yake mkononi pamoja na nyaya 2, akaingia katika chumba alichoacha Meja Mgwira pamoja na Ryan. Hadi diski hiyo diski kwapi? Naima aliuliza huku akifungua laptop yake. Alipewa diski hiyo iliyokuwa imetobolewa katikati na kuharibiwa. Alichomeka waya mmoja na waya mwingine akauchomeka kwenye kifaa kidogo hivi chenye sehemu 2 za kuchomekea nyaya za USB. Akachomeka waya mmoja kwenye laptop yake ukitokea kwenye kifaa hiko chenye uwezo wa kuweza kutambua kumbukumbu za diski yoyote iliyoharibika au kuharibiwa. Naima kaminya pale batani kadhaa za laptop yake huko Ryan pamoja na Meja wakimtazama kile anachokifanya Naima. Yes, imekubali. Naima alisema hivyo. Kwa hiyo tunaweza tukapata taarifa zilizohifadhiwa? Meja alizungumza na Naima akasema ndio. Unaguna nini Naima? Kuna faili moja lina hii link. Ni link ya nini? Link hii ni mawasiliano. Ile inavyoonyesha ni link ambayo mtu mwingine akifungua basi inakwenda kwenye kila kitu kwenye laptop iliyotumika na inaharibika. Kwa hiyo tunafanyaje? Ngoja kwanza nizitengue kodi zake na kisha ndio tuweze kuifungua. Hakuna kitu kinachoshindikana kwenye teknolojia. Itachukua dakika ngapi? Kama 15 hivi.
walimpa nafasi Naima kuifanya kazi yake kwa umakini mno. Meja, hivi unahisi aliyehusika kuyafanya yote ni nani? Sijajua kwa kweli mkuu. Au ni wale washenzi tuliowakosa? Sijajua. Ila inabidi nao pia tuwaweke kwenye mstari mwekundu. Na vipi kuhusu Scorpion je? Hao nao pia inabidi tuwaweke kwenye mstari mwekundu. Jamani, hebu njoni muone. Naima alizungumza na wote wakasimama nyuma ya Naima huku wakitazama mazungumzo ya video ya mwisho kufanywa na makomando hao. Huku mkuu wao akiwa amevalia kinyago kilichoficha hadi macho yake, huku akiwa amevalia joho jekundu na sauti yake ikiwa ni nzito kiasi cha kuwafanya Meja Mgwila pamoja na Ryan pamoja na Naima kubaki na mshangao, kwani ni ngumu sana kumtambua mtu aliyekuwa ameficha sura yake pamoja na sauti yake ikiwa imebadilishwa na program maalum za kubadilisha sauti. Unaweza kuchuja hiyo sauti Naima, kupata sauti yake uhalisia? Hapana. Unajua ipo kwenye mfumo ambao huwezi kubadilisha hata uwe mtaalamu vipi. Na sura yake je? Huwezi kuskani na kuipata kwa sababu hadi macho ameweza kuyaficha. Ingekuwa macho yanaonekana, ingekuwa ni rahisi kuweza kumskani, yani kusafisha, na watu wote waliomo kwenye database tukafanikiwa kuweza kugundua ni nani mhusika. Jamani, mimi na ushauri. Ushauri gani Meja? Mmefanya kazi kwa muda mrefu na sasa hivi ni saa 11 alfajiri. Mimi ningeshauri mpate muda wa kupumzika huku hao jamaa wakiendelea kuojewa. Chochote kitakachotokea basi mimi nitawafahamisha. Ni kweli Ryan. Unajua hata mimi hata akili yangu pia imechoka kutokana kwamba nimeshapata hii video, basi nitajitahidi kutumia ujuzi wangu wote ambao ninaofahamu. Ila kwa sasa inabidi kulala kwanza kidogo. Okay, sawa, nimeelewa. Hakikisha unatupatia kila taarifa. Hakuna shaka kaka, tuko pamoja. Naima na Ryan wakaondoka eneo hilo na wakarudi zao Palm Village. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunamwona mwanamama Judy akiuliza ya kwamba makomando wawili wameshikiliwa. Una mpango gani? Swali la Judy lilimfanya Eddie kukaa kimya huku akimtazama Judy aliyekuwa amesimama mbele yake. Godi na vijana wake ndani ya jeshi watalishughulikia, ila naamini watajipanga zaidi na zaidi. Na makamu wa rais hali yake sio nzuri, lakini bado hajafa. Unajua Ryan ndiye amesababisha hadi sasa makomando kukamatwa. Kwa hiyo Eddie, unataka tufanyaje? Endapo Ryan atagundua kwamba sisi ndo tumehusika, anaweza kaanzisha mashambulizi kama aliyokuwa ameanzisha kwa baba yake. Sasa endapo tukiwacha waendelee kujipanga, inaweza kala kwetu ujue. Inabidi tuwashughulikie mapema kabla hata wao kutushughulikia sisi. Judy. Ndio Eddie. Kama akigundua wewe ndo umehusika, unahisi huyo Ryan atakubali kukuacha hai? Na unahisi kwamba nchi itatawalika hata kama mimi nikichukua madaraka? Ndio hivyo. Ryan na kale kabinti kanaitwa nani? Naima. Ndio, wote wanapaswa kufa. Judy alizungumza kwa msisitizo huku akimtazama Eddie usoni mwake. Unaonekana unataka madaraka kwa nguvu. Eddie, washenzi hawa wamenifanyia mambo mengi mno. Kumbuka nimepoteza mume na maadui zangu wanajipanga sasa. Hawa watu sijui wametoka wapi kuja kuweza kujichukulia madaraka. Kwa kweli siwezi kukubaliana na hilo Eddie. Kwa swala la kumshughulikia Ryan na Naima, kwa sasa hebu liweke kando. Acha kwanza niongee kwanza na Godi. Sawa. Eddie alichukua simu moja kwa moja, akakunjua pale mkonga wa simu hiyo na kisha akaitafuta namba ya Godi na akampigia. Yes, hello. Niambie kaka.
Mpango umekwenda nusu, yani nusu kwa nusu. Naamini unajua nini cha kufanya, Godi. Ndio. Yule kijana wangu Meja Mgwira yuko ndani anashirikiana nao. Sawa. Utanipatia ripoti. Hakuna shaka. Edi alikata simu huku akimtazama Judy aliyefura kwa hasira, na hii ni mara baada ya shambulizi la kuuawa kwa makamu wa rais kuweza kufeli. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Meja Mgwira akasimama kwenye mlango wa chuma, akafungua kidirisha kidogo na kumchungulia komando aliyekuwa amelala ndani hapo. Wamepata chakula? Meja Mgwira aliuliza wanajeshi wawili waliosimama nje ya vyumba hivyo vya mahabusu. Wakasema hapana mkuu. Okay, sawa. Hakikisheni ulinzi unaimarishwa. Sawa mkuu. Simu ya Meja ilianza kuita. Alitoa mfukoni na akapiga hatua moja mbele kutoka ilipo milango hiyo miwili ya mahabusu. Meja akapokea ile simu kwa kusema, "Ndio mkuu." "Meja, ni wakati wao." "Sawa mkuu." Meja Mgwira akakata simu, na mara baada ya kupokea maagizo hayo kutoka kwa Godi, akatoa kifaa kidogo wanachokitumia watu wa pumu na kujifanya kama vile anaanza kujikoholesha pale hadi alianza kuinama. Waliulizwa akamuuliza, "Mkuu vipi?" Maji, naombeni maji." Mwanajeshi mmoja kaondoka eneo hilo kufuata maji. Alipobaki mwanajeshi mmoja, Bwana Meja akamwambia yule mwanajeshi aliyebaki kwamba, "Naomba kaniletee daktari aniletee dawa." Mwanajeshi yule naye pia akaondoka. Kwa kitendo cha wanajeshi hao kuondoka, kwa haraka Godi akafungua pale vidirisha hivyo vya milango na kisha akaminya kifaa hicho ambacho kwa ndani kina sumu kali mno. Kwenye kila dirisha akaminya iko kifaa na kisha akafunga na kisha akaendelea kukohoa. Makomando hao walianza kuvuta ile sumu mule ndani taratibu, sumu ambayo ilikuwa inawaua ndani ya nusu saa. Mwanajeshi mmoja akasema, "Mkuu, maji haya hapa mkuu." Akamkabidhi pale Bwana Meja Mgwira ale maji. Akanywa taratibu, akalitoa pale dawa za kifua na mwanajeshi mwingine. Kweli akazinywa. Meja akasema, "Asanteni, hakikisheni hao watoke humo." Meja alizungumza huku akiondoka eneo hilo kwa mwendo taratibu, ili hali akiwa ameshajua ameshaingiza sumu ndani ya hivyo vyumba na watakufa tu. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona msemaji wa Ikulu akiwa anatoa taarifa kwa umma kuhusiana na shambulizi la kigaidi lililofanyika nyumbani kwa makamu wa rais na kusababisha kuuawa kwa walinzi kadhaa, huku makamu wa rais akijeruhiwa na hali yake yupo chumba cha wagonjwa mahututi. Taarifa hiyo ilipokelewa kwa huzuni na wananchi wengi mno, huku wengi wao wakitoa maoni yao mbalimbali katika mitandao ya kijamii. "Mama, unaamini hujanizunguka na kuhusika kwenye hili shambulizi?" Naam, alikuwa ni Nadia, alimuuliza mama yake kwa kupitia mawasiliano ya video call. "Hapana mwanangu. Kama tulivyokubaliana, ni lazima tujipange kwa ajili ya uchaguzi ujao. Hivyo mimi sijapeleka kikosi chochote kwenye kuvamia." "Aise, kweli wamekutana na mziki mnene. Sidhani kama wana maisha marefu ya kutawala hiyo nchi. Mama, inabidi tuhakikishe tunapata mtu makini mapema sana wa kutuwakilisha." "Mungu asaidie kwenye hilo mwanangu. Vipi mazoezi yako ya kininja?" "Namshukuru Mungu, nazidi kuongeza ujuzi na juhudi kila napomfikiria Ryan mama. Basi najikuta ninapata munkali wa kuongeza kasi ya mafunzo yangu." Jitahidi na ukumbuke Scorpion kwa sasa iko mikononi mwako. Na sidhani kama kuna mtu mwenye sahihi anaweza kuishika hiki kiti cha Scorpion kama wewe." "Usijali mama, kila jambo litakwenda kama vile tulivyopanga." "Sawa mwanangu." "Basi mimi nilitaka kujua hilo tu, kama ni wewe umehusika au la." "Oh, basi sawa mwanangu." "Okay, siku njema mama." "Nawe pia." Mwanamama Katha alikata simu taratibu. Kazi wanayo. Kama watoto wao tu wameshindwa kuwaongoza, wataweza kweli kuiongoza nchi? Mwanamama Katha alizungumza huku akitazama taarifa inayorushwa kwenye vyombo vya habari, huku msemaji wa Ikulu akitoa taarifa hiyo ya shambulizi la kigaidi. Jamani, pole sana baba." Tumepoa kiasi.
Kwa hiyo anaendeleaje? Nimeongea na daktari asubuhi hii na amenieleza kwamba hali yake iko vile vile, haijabadilika. Bado anapumulia mashine. Baba, nije Tanzania niungane na timu hiyo ya madaktari? Lisa alizungumza kwa sauti ya upole huku akimtazama Ghost kupitia simu yake. Ghost akasema, hapana. Kwa sasa hali bado ni ngumu na tunahitaji vyombo vya usalama kufanya upelelezi kujua ni wapi hao watu wameweza kutokea. Sawa baba. Namwombea mzee Max apone haraka, arudi ofisini na endelee na majukumu yake. Amen. Ila wewe hujaumia? Hapana mwanangu. Pole sana baba. Nashukuru mwanangu, kwa sasa wewe kuwa na amani. Hakuna baya jingine litakalokwenda kutokea na tutazidi kuimarisha ulinzi. Sawa baba. Wajukuu wangu wote wamelala? Basi sawa, niwatakia asubuhi njema. Nawe pia. Ghost alikata simu huku akimtazama sekretari wake aliyekuwa ameingia dakika 2 zilizopita ndani ya ofisi yake. Ndiyo Diana. Mheshimiwa Rais, wanakusubiria. Okay, sawa. Ghost alisimama huku akijifunga kifungo cha suti yake. Akatoka ofisini kwake na kuongozana na walinzi wake 4 hadi chumba maalum cha kuongozea operation kilichojengwa chini ya ardhi. Wakuu wa vyombo vyote vya usalama walisimama na waliokuwa wamevalia sare zao za kazi wakapiga saluti. Walimpigia saluti Ghost huku akiwa ndio kiongozi wa mkutano ule, na ndio ulikuwa mkutano wa kwanza wa wakuu wa vyombo vya usalama toka amechukua madaraka siku 15 zilizopita. Ghost akakaa huku akiwapa ishara wote wakae. Ukimya ukatawala ndani ya hiko chumba. Ghost akasema, naamini wote mlikuwa katika serikali iliyotoka madarakani. Mlichaguliwa na rais aliyepita. Kwenye swala la usalama wa nchi ilikuwa na matobo mengi kiasi kwamba kuna matukio yanatokea unaweza kuhisi hiki ninachokisikia ni Tanzania au tupo nchi zilizojaa ugaidi. Nashindwa kuelewa. Sasa swala la usalama wa nchi inahusisha vyombo vyote vya usalama na sio chombo kimoja, kwa sababu ni sawa na mwili wa kiganja cha binadamu. Kina vidole 5 ambavyo endapo kimoja kikakatika basi vingine vitakosa utendaji wa kasi kisanifu. Sasa nashindwa kuelewa kwenye mipaka yetu inalindwa na kina nani na wanaolinda kule wanafanya nini? Haiwezekani magaidi waingie nchini wafanye mashambulizi, tena sio mashambulizi kidogo, ni mashambulizi makubwa, tena nyumbani kwa makamu wa rais, kiasi cha kusababisha yuko kitandani sasa hivi anapigania uhai wake. Sasa nataka kujua, je, nafasi zimewashinda ni waondoe wote na niweke wengine, au kuna nini kinachoendelea? Kwa sababu swali rahisi tu mtu analopaswa kuweza kujiuliza, walijuaje kama pale ni kwa makamu wa rais? Na walijuaje kama sisi tuko pale? Hapo wakuu wote wakaendelea pale kuwa kimya wakimsikiliza Ghost. Kumekuwa na uvujishaji wa siri na mipango yote ndani ya vyombo vya usalama. Labda niweke hili jambo vizuri. Kwa yeyote ambaye anajihisi atashindwa kuendana na mipango ambayo tayari nimeshaiandaa, hususan kwa usalama wa hii nchi, basi akae pembeni na nitateua mtu mwingine. Nadhani tunaelewana. Tunaelewana? Ndio Mheshimiwa Rais, walijibu kwa pamoja. Kabla sijaendelea, nataka kujua ni nini kinachoendelea kwenye vyombo vyenu vya usalama. Hadi morali ya kulitumikia taifa sasa limekuwa lipo chini mno. Ni nini kinachowasumbua nyinyi watu? Hapo Ghost aliuliza kwa masikitiko mno. IGP akasema, Mheshimiwa Rais, kwa sasa nashukuru kwa nafasi hii uliotupatia ya kukutana na wewe. Kumekuwa kuna hali mbaya ya kiuchumi ndani ya vyombo vyetu vya usalama, kiasi kinachopelekea vijana wetu kununulika kiurahisi ili mradi tukupata pesa kujikimu. Serikali iliyopita ilifikia hatua inatuandikia barua za uvumilivu za kuchelewa kulipwa mishahara hadi miezi 3, muda mwingine hadi miezi 4, na ikija kuingizwa basi inaingizwa kwa upungufu, jambo ambalo kusema ukweli halileti afya kwenye majeshi. Vijana wetu hawawezi kupigana kisawasawa ikiwa familia zao zinalala njaa. Wengine wanafukuzwa kwenye nyumba za kupanga kwa kukosa kulipa kodi. Tuna madai mengi
Tuna madai mengi ikiwamo posho na madai ya uhamisho pamoja na likizo. Waziri wa mambo ya ndani na wizara yake walikuwa ni watu kukaa tu na wafanye chochote. Hii ni kwa jeshi la polisi na sijui kwenye wizara ya ulinzi na shirika la X ambalo lipo chini ofisi yako Mheshimiwa Rais. IGP alizungumza kwa uchungu sana huku akimtazama Mheshimiwa Rais machoni mwake. Muda mwingine mkuu, hata wewe unaelewa harufu mbaya ya rushwa ilivyokuwa inanuka ndani ya nchi. Viongozi wa kisiasa walikuwa wanajilimbikizia mapesa mengi, wanajilipa mishahara mikubwa kiasi cha kutisha. Mheshimiwa Rais, ikikupendeza, naomba uanze na hilo. Na endapo watatokea watu au mtu ndani ya majeshi akasaliti, kama masuala yake ni mazuri, basi wanapaswa kushughulikiwa. Ila kwa sasa mkuu, rushwa inanuka kuanzia ngazi ya juu hadi chini. Asante mkuu, yangu ni hayo. Ghost kwanza alishusha pumzi taratibu huku akimtazama IGP aliyekuwa naye anakaa. Mwingine? Hapo CDF naye akasimama, akasema, mkuu, kituo chetu ni hichi. Hali yake ni duni ya mshahara kwa vijana wetu. Magari ya jeshi yanaharibika. Vifaa vya kuagiza kutoka nje ya nchi. Pesa kuagizia tu na mkuu. Majirani zetu Kenya tu hapo, majeshi yao yana teknolojia kubwa, ila sisi bado tuko nyuma kutokana na uzembe wa watu wa serikali iliyopita. Okay. Nimewasikia. Katibu mkuu, nahitaji uniletee mahitaji yote yanayohitajika kwenye majeshi yetu. Nahitaji nishughulikie hayo mambo ndani ya wiki hii. Yaani kama ni kupandisha mishahara ipande, madeni yalipwe, nahitaji vyombo vyote vya usalama vio katika ubora. Na kama ni silaha, ndege za kijeshi na vinginevyo, nahitaji viorodheshwe. Nitakuwa ni rais wa ajabu kulindwa na watu wenye njaa na matatizo. Na kila mtu kwenye nafasi yake ajiangalie mara mbili kama anafaa ama hafai. Ukijiona hufai, basi ni vyema ukaniletea barua ofisini kwangu. Nitaipokea na nitakupa ruhusa. Naamini mnajua maamuzi ndani ya jeshi hayapelekeshwi kihisia, yanapelekwa kwa taratibu na misingi. Sitohitaji kwenye awamu yangu ya uongozi kutengeneza vikundi vya waasi, kwani vinarudisha maendeleo nyuma na amani itachafuka. Nadhani tumeelewana kwenye hili. Ndio Mheshimiwa Rais. Wakuu wa majeshi walizungumza huku wakiwa wamejawa na tabasamu. Uzuri ni kwamba mimi ni mfanya biashara. Nimezunguka nchi nyingi duniani na nimeona majeshi jinsi yalivyotawaliwa na teknolojia kubwa. Nahitaji kuwa na jeshi namba 1 duniani lenye uwezo wa kupigana na nchi yote duniani. Hata Marekani mwenyewe akileta ujinga tunamkalisha. Ila yote inahitaji kuwekeza pesa nyingi kwenye jeshi na mafunzo yaliyo ya nguvu. Wanajeshi wetu walipo kwenye umoja wa AU na UN. Nahitaji CDF niletee majina yao na hakikisha kwamba kuna tengenezwa utaratibu wa wao kurudishwa kwanza nchini. Nahitaji kuimarisha nchi kwenye usalama na kisha mambo mengine yatafuata. Hapo wakuu wote wakatabasamu. Jambo jingine, ninahitaji haya yaliyotokea jana isitokee tena. Nahitaji hizi mambo za mashambulizi, sijui viongozi, sijui ikulu, iwe mwisho jana. Natoa agizo, jambazi, gaidi, muhalifu yoyote ambaye atahatarisha usalama wa nchi au usalama wa raia, naamini mnajua nini cha kufanya. Magerezani kuna watu wengi sana, hivyo sitegemei kuona wafungwa wakiongezeka. Ila kwenye hile, nahitaji msimwone mtu. Muhalifu apate haki yake kwa kile alichokifanya. Hapo wakuu hao walipiga makofi kwa kushangilia. Ghost akaendelea kusema, Tanzania ni nchi ya amani. Hivyo sitomfumbia macho mpuuzi yote yule atakayehatarisha maisha ya raia walionichagua kwa kuamini kwamba eti tu ana ajenda zake binafsi. Tukio la jana ni ishara tosha kwamba tunapaswa kujipanga. Adui yetu yuko macho na anatutazama na ana mpango wa kutumaliza. Nadhani tunaelewana. Ndio Mheshimiwa Rais. Na washukuru kwa kuja kwenu na niwatakia asubuhi njema. Ghost alisimama na wote wakasimama na akawa kwanza kutoka
huku akiwa ameongozana na walinzi wake pamoja na naibu katibu mkuu. Ghost aliingia ofisini kwake, alitafuta namba ya Ryan akaipiga, ila kwa bahati mbaya haipatikani. Ni wakati wa Ryan sasa kurudi serikalini. Nitakupatia nafasi ya Monica. Nahitaji uninyoshee wapuuzi wote wanaokiwinda hiki kiti. Lazima walipe kwa kile walichokifanya. Naam, Ghost alizungumza kwa kitazama picha walizopiga usiku uliopita, ikiwa ni kama kumbukumbu ya upatanisho waliofanyiwa na mzee Max, ambaye kwa sasa hali yake bado ni mbaya mno hospitalini. Ila ngoja. Ghost alizungumza na akampigia simu Bibi Shushuma. Kwa bahati mbaya, simu ya Bibi Shushuma ikawa haipatikani. Akarudia kwa mara ya pili, ila simu hiyo haikuweza kabisa kupatikana. Ebane, mambo yanazidi kunoga. Ghost ameamua kujikita katika kuimarisha vyombo vya ulinzi na usalama, akiamini ya kwamba vikiwezeshwa basi ufanyaji wake wa kazi utakuwa ni mwepesi kuliko mazingira ya sasa. Ghost anawaza kumrudisha Ryan kwenye nafasi ya juu kabisa ya ukurugenzi wa shirika la X. Je, Ryan atakubali hiyo nafasi? Na vipi Ryan akija kugundua ya kwamba yale majambalika yalitumwa na Eddie pamoja na Judy? Itakuwaje mtu wangu? Bwana, usikose katika sehemu ya 3 ya mzigo chapter 6 ya ICU Kill Me. Mimi naitwa Uncle J. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulu. Asante kwa kunisikiliza, tukutane kwenye sehemu ya 3. Bye bye kwa sasa.